baba mwe na penye hapo mpe pale anaikunja uso mwe. Baba amekutembelea. Na baba ni mtoa laana kwa asili ya kabila la Mungu aliye hai. Baba ni mtoa laana. Baba ni mtoa urithi kwa watoto. Sasa amekuja Mungu aliyeweka Mpemba. Amekuja Mungu aliyewapa maduka. Amekuja Mungu aliyewapa afya. Amekuja Mungu aliyewaponya na homa. Amekuja Mungu aliyekokoa na kifo cha juzi. Amekuja Mungu aliyekuepusha na kabodaboda kajetaka piga miguu. Yote ipo kasema angesingekuwa Mungu nisingekuwa na miguu. Mungu alikunusuru juzi. Sasa leo amekuja kupe neno ili uimarike zaidi. Mtu anachukia, sio wewe, nasema yule ambaye anasema mkutano umetoka wapi? Usiulize mkutano umetoka wapi, ila tuulize anaeleta homa nyumbani mwako watoto mara kwa mara ni nani? Kwa kuwa mateso yanaanzia rohoni na asili ya maisha yako rohoni. Kwa nini Mungu anasema roho zote ni mali ya Mungu? Kwa nini asema pua? Kwa nini na roho peke yake? Si una vichwa? Si una mashafu? Si una miguu? Kwa nini asema miguu yote duniani ni mali yangu? Kwa nini asema mapua yote membamba na madogo ni mali yangu? Kwa nini anasema roho zote? Kwa hiyo weka hivi. Huyu Mungu aliyeumba vyote, pua ametengeneza mwenyewe kwa njia ya udongo. Kichwa ameweka mwenyewe. Nywele ameweka mwenyewe. Kidevu ameweka mwenyewe. Miguu inayotembelea hata kwenye hakutaki kwenda ameweka mwenyewe. Hata miguu inayotembelea kwa mka wa jirani yako ameweka mwenyewe. Hata muda mnaosema nakupenda sana umeacha wa kwako ameweka mwenyewe. Hata mataria yenyewe yanasumbua kijiji ameweka mwenyewe. Hata gauni zuri uliovaa amekuvika mwenyewe. Hata kuamka leo kuja kwa hai amekupa mwenyewe. Pengine ilikuwa hospitali, mimi sijui za huko zikode hospitali, pengine ungekuwa huko, lakini Bwana amekutetea. Ndiye anasema roho zote ni mali yake, na roho itendayo dhambi ni itakayokufa. Kwa hiyo tunataka kitafuta hapa ni ile dhambi ambayo inaiua nini? Roho. Tunatafuta panya zinazokuwa nini? Mahindi. Mahindi kuliwa hayana shida. Hatutafuti mahindi yaliyoliwa, tunatafuta panya wanaokula mahindi. Sasa ulioliwa mahindi ndio wana uchungu kusikamata panya. Sasa kama unawachukia wanaotaka kuanza mitego ya panya wakati mahindi yote yamebungua, yote yameliwa, alafu wewe unachukia, wewe tukusaidia maana mahindi yote yameliwa. Shida ya Mungu mkutano huu ni amani. Wana Mpemba, naomba wote tukusanyike kwa pamoja. Wote tusikilize. Tutambue nini ambacho Mungu anataka. Yeye shida yake kubwa ni kuondoa maumivu unayotembea nayo. Ni kweli umefanikiwa mambo fulani, lakini yale uliyofanikiwa hayapo kwenye uhalali, unateseka na hakuna anayeweza kukuamulia vita hiyo. Maana vita vingine ni vya asili, ulichokosha mambo peke yako, lakini yanakutesa, hayana shahidi. Amekuja anayeweza kutatua yale ambayo hayana shahidi. Hebu kaa vizuri, mtu wa Mpemba. Mungu anatupenda Tanzania, Mungu anatupenda, na ndio maana anasema ikiwa watu wangu watajinyenyekesha na kuniomba, mimi nitaokoa taifa, mimi nitaponya taifa. Mungu amekuja ili atusaidie. Upende mkutano, mtu wa Mpemba. Mpende Mungu aliyekuja, ni baba yako. Usimukimbie baba yako, atukimbiagi baba kikutembelea. Msasa kikutembelea, mtu atamboja heshima, anampokea baba yake na kumnunulia suti na kiatu na sukuna. Asa baba, asante kunitembelea kwa sababu ya kuishi kwangu. Mtoto mzuri akimtembelea mzazi wake, anamfungasha makarakasha, anamfungasha mchele, anamfungasha vitu vingi. Anajua sababu ya kuishi kwangu mimi kumetokana na baba. Anasema waheshimu baba na mama, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi uliopewa na Bwana Mungu wako. Kumheshimu Mungu ni kumsikiliza anaposema. Swala maamuzi mwachie Mungu, ila wewe ndio usikilize. Kusikiliza ndio heshima ya kwanza mbele za Mungu. Makwani mwangu naitikia, tunategemea mafuta huku watu kaani, tunasimama
wapendwa, injili sio mchezo. Injili sio kuipambia suti, no. Haitaki tuvae suti hapa, haitaki tuvae sare maana tuna kilio. Kuna ndugu zetu wamepotea, hatukutakia kuvaa tukoti utu, ilikuwa tuvae magunia na hali wawindaji hawavai suti, wanaenda maporini na mbwa, hawavai suti wawindaji, hawavai suti, makaptura yaliyokatwa wanavaa kiwindaji, ilikuwa tuvae kiwindaji, lakini Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa neema, Mungu wa rehema, unasamehe waliokataliwa kusamehewa. Wanadamu wanakataa kutusamehe, lakini Mungu umekubali kutusamehe. Tumekubali Baba, tutakusikiliza mpemba, maana kumepotea kote. Maneno yote ya dunia yanaumiza roho. Umekuja mwenye kuponya roho. Roho za wengi zimejaa majeraha. Ni kweli wanatembea wanauza maduka, lakini roho zinavuja damu, zinateseka, zimejaa hukumu. Hakuna jaji wa kuamua vita vya rohoni, ni Mungu peke yake ndiye anaweza kuamua vita vya rohoni. Roho zetu zinateswa, zina mganga wa kutusaidia. Roho za wanadamu ziko mahali pa mateso. Mungu anapata shida mbinguni, maana watu waliowaomba wawe na amani. Amani imetoweka, watoto wanateswa, mzazi anateswa, mwanamke alifurahia ndoa imekuwa uchungu, roho ya mwanaume imeharibika, haijui tamka wake tena. Mungu amekuja mama, umelia baba kamatiki, balozi na ameshinda makesi, aliposhauri kesi ndiye alikubomoa meno zaidi, ulipokwenda kusitaki ndiye alikupiga maradufu, ndiye alikuangusha ngumi zingine. Amekuja Yesu, amekuja Yesu ambaye sio sawa na balozi, amekuja Yesu ambaye sio sawa na Sabina. Yeye ni msaada wa marais wetu, ni msaada wa makamu rais, ni msaada wa bunge letu, ni msaada wa wananchi wa Tanzania. Yeye ndiye aliyetupa amani, na kinachotupa amani Tanzania ni kwa sababu ya kumsikiliza Mungu aliye hai. Mungu anapenda kuheshimiwa. Kama wewe unapenda kuheshimiwa na watoto wako, na Mungu na anapenda kuheshimiwa. Kama wewe unapenda kuheshimiwa na familia, na Mungu na anapenda kuheshimiwa. Ameweka mkutano ili aheshimiwe. Taifa letu litakuwa salama kwa sababu tumemsikiliza Mungu aliyeliweka taifa. Amani tulionayo wapendwa wanampenda, hatuwezi kuuza chochote amani ikiondoka. Tutafunga maduka bila kupenda. Amekuja yeye, anaweza kuwa mtatuzi. Hakuna amani kwenye vyakula, hakuna amani kwenye pesa. Mungu anasema roho zote za wanampenda ni mali ya Bwana, ni mali ya Bwana. Lakini anasema hakuna mtu mwenye uwezo aondoe vita vyake vya roho. Hakuna mwenye mamlaka haitetee roho yake. Unaweza kutetea njaa ya ugali, unaweza kutetea mafua yanayokuuma, ukanua dakika 3 kanywa, ukanua panado, lakini habari ya roho haina panado. Hiyo anashughulikia bosi mwenyewe. Ndio maana nasema vitu vyote roho, vyote hivyo tumieni, lakini habari ya roho niachieni mimi, maana majambazi wa roho zenu hamwajui, wala mwelewi wanaopoa roho zenu, wanaoumiza roho zenu hamwajui. Mimi Mungu nawajua. Wewe cha mtu wa mpendo, unajua anayeroga familia yako, unajua anayeumiza roho yako. Je, unajua anayekuroga? Unajua anayekufanyia jeuri? Wengine umecheka nao lakini ni miiba kwako. Haujajua. Amekuja mwenye kujua adui zako. Anasema huna uwezo wa kuzuia kifo mbele yako. Kama ambavyo kina makufuri hawakuwa na uwezo wa kuzuia kifo chao. Walikuwa na uwezo wa kuzuia makontena yanayobeba bangi. Na walikuwa na uwezo wa kukamata malori yaliyo kama yenye magendo, lakini habari ya roho zao top. Hapa haiwezekani. Roho sio sawa na magari ya bangi. Roho tofauti. Roho ni mali ya Bwana mwenyewe. Amejiwekea kibarua Mungu. Habari ya roho mwachieni. Mwachieni, wajui watakao kuwa kesho. Wajui wanaotesa miradi yako. Wajui roho ikiumia, mwili unaumia. Roho ikiumia, vyote vinaumia. Kwa kuwa vyote vimeshikiliwa na roho. Roho ikichoka, na afya inachoka, na mwili unachoka. Vyote vinachoka. Kwa kuwa asili ya roho ni
ni sawa na injili kwenye gari. Injili kikorofisha gari halipo hapo, hata kama ina rangi nzuri, hata kama limenyoka bodi, mikono imenyoka kasura, lakini unateseka binti, haujakaa nyumbani, wazazi wanakutafuta. Yesu amekuja kusaidia, sio kuonewa wewe. Roho yako ndiyo ambayo imekamatwa. Unapenda kufanya mazuri, lakini roho imekamatwa. Roho ikikamatwa, utapenda kufanya mambo ya maana, hautaweza kufanya. Maana maendeleo ya mtu yako kwenye roho, hayapo kwenye mikono, hayapo iko hapana. Akili rohoni, yote rohoni. Kile unachoendesha wewe rohoni. Maana anasema na niwabariki baraka zote katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Efeso anasema na niwabariki watu wote kutoka moyoni wa roho. Na maombaji yetu, kuomba kwetu kumetokana na roho. Hicho tumba sisi ni nini? Ni roho. Kwa hiyo roho ndio neno la Bwana linatudhihirishia katika jina la Yesu. Tumefungua, tunaendelea. Niko nakupa taarifa kwamba usishituka mikutano ya injili ukafikiri tumeleta injili ya kuipiga dhehebu lako. No. Nimemwona askofu hapa asemi, mimi ni askofu, tumeleta dhehebu ambayo ni bora kuliko mengine, na dhehebu langu linaitwa free. Nani sisemi, nitaka kusema hajasema, si ndio? Hapo wewe kama mimi ni askofu, kuna hata atanguliza vitambi vyao, kuna hata anaeleza sala za madhehebu yao. Tuna wahuni wanaeleza habari za Yesu. Sisi hapa hatusemi, na hatasema dhehebu, na hatusemaji. Ndio basi tukihubiri injili kwenye magari hatuchukua gari za mtu. Haleluya. Tuko tofauti. Sisi mtapata amani au kwa amjua baba yake. Tusimame. Tusiendelea, tunaanza. Wasio watu wakaanza wakatapika leo. Tumeanza mwanzo. Daudi mwana wa Yese, nanda Goliathi amejifanya kutawala Israeli. Walimdharau sana. Bwana akasema simama Daudi. Daudi akasimama. Mimi hapa ni kama Daudi. Askofu Daudi. Waimbaji wamesema kama Daudi. Lazima apigwe anayekutesa. Wiki hii anakuachia. Aliyekamata miradi yako lazima aachie. Aliyekamata nyumba usijenge lazima aachie. Aliyekamata usichana wako usiolewe lazima kuachie. Aliyekamata mwili wako wewe unaomba mara kwa mara lazima aachie. Hii silabudishi. Yaani sikiliza. Kusema kunanisikia. Hata kama unisikii wewe, hawa walio kukamata wanaokutesa wananisikia. Amina. Na niko standard. Haleluya. Ajadibisha mmoja kama siko standard. Agera nyumo. Haleluya. Waliozoea kuona wenzao kwenye Mungu wa roho ambako hawashitaki, tumekuja waamua makesi hayo. Si ulisema na watesa hamna baoza nayo waamulia. Si ulisema hayashitaki hayo. Si ulisema serikali imekataa kukamata wazazi na kufanya nini? Sasa imekuja serikali inakamata wazazi. Sasa utaifurahia mtu ampenda. Ulioko dukani, ulioko kona yoyote. Hatujui baada ya wiki hii kitatokea kitu gani. Naomba tuheshimu mkutano ambao Mungu ameuheshimu kuuleta. Bwana anakupenda sana mtu ampenda. Wewe ni mtu muhimu, ni muendesha maendeleo, unafanya mambo mengi, Mungu anatukuza kwa ajili yako. Ni mtu muhimu, hatakiwi uondoke wewe, haitakiwi ufe mapema wewe. Ni mtu wa jamii, ni mtu muhimu sana wewe. Mtu wa Pemba ni mtu muhimu. Mihogo bei ndogo. Pemba ya chakula inalisha watu wengi. Muishi watu wa Pemba, muishi. Mnalima mahindi, mnafanya nini? Ni faida kwa taifa. Mlimaga muwepo. Huyu anataka mve mapema. Ni nani wewe? Wewe. Hata kulima hujui joto kuroga. Unamroga zaidi ya kulima mahindi. Yeah. Unaloga zaidi ya kununulia leo unapata lift. Mwe. Tutamuwinda huyu. Uwe tayari kunyosha mkono kwamba Mungu ni mimi hapa niliyewinda. Usiona aibu. Wiki ni wiki la kunyosha mkono. Ni wiki la kusema yamenishinda, Mungu tawale wewe, umiliki wewe. Ndio uliyeniweka duniani, uniamulie vita vimenishinda. Tusogeze hapo, tusogee. Basi bwana anaendelea sema na Marisa. Nyewe mnaniangalia kwa hamu. Naona mkutano mnaupenda. Na waangalia sura mnaupenda mkutano. Sikiliza, ukiupenda mkutano, Mungu anajisikia kukupenda. Maana Mungu anasema na wapenda wale walipenda.
ukimpenda unatatua shida. Ukimpenda mwenye nguvu, maana kata kusaidia unapokuwa mnyonge. Tusogee. Panaongeleka. Naonekana mkutano na mafuta. Tusogee sasa wapendwa. Mlio kaisha letu tunani. Unaona sema nianza leo, ni kweli nimeteseka mtumishi. Mimi sisubiri kwa kesho, naanza na kwa limbuko leo. Utakuwa umefanya la maana sana kama utaanza leo kusema mimi mtumishi, ni mimi kwa kweli mambo yamekamatwa. Sielewi ni kama niwasindikiza watu mpema. Kikamata kile kinasema niwasindikiza. Wewe umechelesha mambo mengi, nilikuwa ufanya mambo makubwa watu wafaidi. Wamesuia. Amekuja mwenye kutatua. Tusogee sasa wana wa Mungu tumalize. Tusogee. Niko nakamilisha ujumbe wa ufunguzi. Tusogee. Baba Mungu, katika jina la Yesu, tusikia kwa nani habari njema. Dunia imejaa habari mbaya, na habari mbaya zinaumiza roho zetu. Na wewe umesema hakuna mtu mwenye uwezo kwenye kinywa cha mtumishi wako Suleiman, mwana wa Daudi mhubiri, uliyempa maarifa kitabu hicho cha Mhubiri, kitabu hicho cha Mithali. Mtumishi wako Suleiman uliyemwokoa kutoka mateso aliyoteseka duniani na dhambi ya uasherati na dhambi ya uzinzi. Ni aliyooa wanawake 300, 700 na masuria 300. Lakini huyo ndiye ambaye Mungu kwa neno lako ulimwokoa Suleiman. Ulipomwokoa askofu, tumesikia mpaka mafuta yanasema kwa Yeremia, hakuna jambo linalokushinda Mungu. Hakuna walioshindwa wanadamu, waganga na wote. Wewe Mungu unaweza kutatua shida zetu. Unaweza kutatua yasiyotatulika. Unaweza kuondoa yale ambayo yamefichika. Hatawezi kutusaidia yoyote. Wewe unaweza. Unaviona vilivyofichika. Unayaona yaliyokaa sirini. Wewe Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wewe Mungu wa Tanzania. Wewe Mungu wa Mpemba. Pemba ni mali yako. Wanawake wa Pemba wanaoteseka ni mali yako. Wababa wa Pemba ni mali yako. Wako watu waliotegemea Pemba hawapo tena. Wameacha familia. Hawakupenda. Wengine walikimbia mikutano ya Injili wakafikiri ni mateso. Mungu, tuko tayari, tumelemewa. Ingawa tunajikaza, tunaenda kasini, lakini yako mambo yanatumiza. Wewe umeyaonayo. Usingapitiliza Mbalizi, usingapitiliza Mwanjawa, usingapitiliza kote Tunduma na mipaka mingine. Kwa nini umekuja Mpemba? Umeona machozi wanaolia, hata hakuna aliyeyaona. Umeona roho za watu wako, roho za watoto wa masomoni zimevamiwa. Nani anarehemu Tanzania? Nani anarehemu maisha yetu? Tuko tayari kuponywa na wewe. Tuko tayari. Wako vijana waliotegemewa na jamii, wapo wengi wanaendelea, maana roho zao zimevurugwa. Yesu, mtuliza mioyo yetu. Yesu, mtuliza mioyo na roho zetu. Tuko tayari wiki hii. Tusaidie na watoto wetu. Tusaidie. Hatuna msaada. Hospitali zimelemewa. Wanasema wengine wao ni magonjwa, lakini huku tunaumwa. Yesu, tabibu wa karibu, asante kwa ajili ya mkutano huu. Asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya neema hizi. Asante kwa ajili ya ukarimu wako. Asante kutukumbuka. Asante kuikumbuka Pemba. Asante. Tutamsikiliza nani? Wote wameongea kutumiza.
tuliowategemea wametujeruhi. Umebaki wewe Yesu, umebaki wewe. Ponya kijana huyo aliyeumizwa, hayaoni maisha yake maana yameibiwa. Ponya baba huyu anashinda kulea watoto, wameiba roho yake, haijui cha kufanya. Wewe umekuja mwenye roho, ponya roho zetu zinavunja vidonda. Ponya baba, inama hivyo hivyo. Nasikia machozi, nasikia kilio, nasikia mateso, nasikia moyo wangu. Inama. Mungu yeye amesikia, Mungu amekuona, Mungu ameona maumivu unayotembea nayo, anaona pressure inayokunyemelea, jinsi ulivyoumizwa na ndoa yako, jinsi ulivyoumizwa na mama huyo, jinsi unavyojuta kuoa. Nyosha mkono kama unasema omba kwa ajili yangu jioni, nianze mimi leo mniombee. Nyosha mkono. Unasema roho yangu niko tayari ponywa na Mungu. Mungu akubariki. Nyosha hivyo hivyo. Unapolia nyosha mkono hivyo hivyo. Asante sana. Nyosha hivyo hivyo. Mungu wewe ni wa shamani sana binti yangu. Anakuona kama show wa maana. Ni wa maana sana. Hakuna Mungu aliyeumba show wa maana duniani. Wote ni wa maana. Unayemwona kichaa ni mali ya Mungu naye. Hakupenda kwa kichaa. Walimkamata roho wakamfuruka amekuwa kichaa. Asante mlionyosha. Sasa mlionyosha, hebu nataka niombe na watu. Jamani, asante mtumishi wa Mungu mwombezi. Njoo hapa dada, njoo. Ongera mwanangu. Ni mtu muhimu sana, kaimbaji kazuri kasamisi kaibada. Wameasea shetani, pumbavu shetani. Njoo mwanangu, njoo. Mwanafunzi mzuri wa kufaulu masomo. Wao wanataka wakutaimu wakati ubinti wako Mungu ametegemea umtumikie Mungu wako. Kimbia hata kama uko mbali, anza mwanzoni mwe jamani. Hatupendi kulia, hatupendi. Hawezi kuwa na amani mahali ambapo pana usalama. Pita baba, mpite kaka huyu. Ana maisha msimuone hivi, cheki machozi haya mfiki bure. Ukiona mwanaume analia unajua ameteseka. Huyu baba analia machozi. Pole baba, pole. Mungu anakupenda, pole. Ukiona mwanaume amelia machozi ujue baba msaada umefika. Neema imefika, waliokuonea Zamu yao, nasema zamu yao. Kama kuna kulia, kuna kucheka. Kama kuna kukuonea, yupo kukusaidia. Pita mbele, kama upo mwingine. Tunaanza mwanzoni. Anza mwanzoni kukimbia. Uenda wewe ni wa mwanzoni, subiri kule mbele. Uenda ikawa mwisho jioni, tukahubiri saa hizi ukashangaa Mungu anakuja. Hasa mkutano nimeahirisha, twendake. Hatuwezi kujua. Saa tuliopewa ndio hii. Ndio maana kwenye kitabu Christopher, kwenye kitabu cha Wakorintho, si ndio? Anasema saa ya wokovu. Na nikusaidia. Na saa ya wokovu ndio sasa. Ni sasa. Ya kesho hatujui kama tutahubiri tena, hatujui. Tumepewa ofa leo, hatujui ya kesho. Hata nianzege mwanzoni. Posi wangehubiri popo ningekuwa mbele kwa mbele. Pole na ndego mwisi huku. Pontaonekana na kielele cha koko. Wana na kielele. Wanakuwa na kielele kunya pombe. Mwe. Mungu abariki. Wanalia machozi watu wa Mungu. Na mimi nimelia. Mungu amewajia. Kama yuko mwingine apite. Kama hajaanza kuomba na hawa. Petro ameenda wapi? Wewe. Askofu nani ondoka? Aya. Wapigie simu kwenye Mungu wa roho. Wapigie simu kwenye Mungu wa roho. Tuangalie matunda mazuri pamoja. Yesu asifiwe. Sikiliza, nimesema hivi. Hatujaleta mkutano kama urembo. Mungu ameuleta mkutano, wala sio sisi. Wala sio dhehebu hili. Ni Mungu. Ni Mungu. Asilimia zote ni Mungu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watu hao ambao wanaanza kukupokea kwa heshima kubwa, kwa kuwa ulipisha kuandaa kwamba hawa ndio wataanza mapokezi. Hawa ndio ufunguo wako wa kwanza katika huu mkutano sasa. Mungu, angalia walivyokuheshimu. Angalia walivyosikia sauti yako, wanavyoililia, wanavyoichangamkia. Mungu, asante kwa ruhusu, asante kuwapitisha, asante kuwachagua, asante maana si kwa kupenda kwao. Ni wewe Mungu umeona mateso yao, umeona maumivu yao. Wewe uliyemwaga damu msalabani kwa ajili ya wanadamu. Wewe ambao ulitabiriwa na manabii, wakasema tazama, atazaliwa mtoto mwanamume, huyo ataitwa Imanueli, Mungu pamoja na wanadamu.
Wewe Mungu ni pamoja na maisha yetu. Wengi wametuacha, wametukumbuka. Bwana, asante kwa watoto wako hawa wa kike na wa kiume waliokubali kukuheshimu baba yao. Na wewe Mungu umesema atakaye kuheshimu na wewe utamheshimu, na wewe utamheshimu. Hawa wameheshimu ufunguo wa mkutano. Rapo seketapai bimbo saka yamanda kusaya leperi yako vaseketapai ebe sekete sekrianda bakori dibikanda masebo fomite bikori dibisha yanda robo sakatalia mando roboko sakanda masiki bipo sakapa barabasi kilia maso akori dibisha maka. Asante Roho, asante Roho, asante Roho ya hapa katika roho izimana. Roho Mtakatifu ndiye unayehubiri, ndiye unayehubiri. Roho Mtakatifu oliko satini bisorina barobo sekete boshe afomisho likanda bosi. Asante Mungu, umefungua mbingu ili kuwapokea watoto wako. Umesema mtu mmoja anapotubu dhambi mbinguni wanashangilia. Ruhusu mkutano kushangilia, maana wanashangawa na mkutano. Ruhusu kushangilia, ruhusu kushangilia, ruhusu kushangilia. Afanya nini Mungu atoshangilie? Umekuja kufanya nini? Hebu pigeni mirusi, pigeni vigelegele kwa ajili ya kusiunga mbingu. Mbingu zinafurahi, hakuna anayependa. Wao ungependa mtoto aonekane, dalili ungefurahi, ungewapongeza viongozi wa vitongoji kwamba mwanangu ameonekana aliyepotea. Mungu nisaidie, wewe nisaidie, nisaidie. Peleka maiki hapa, peleka maiki hapa. Wanangu, watumishi wa Mungu, twende mbele za Mungu kwa toba. Kwenye kitabu cha Warumi 10:10 asema kwa moyo mtu waamini kisha kupata haki, na kwa kinywa ukiri kisha kupata wokovu. Sasa ni saa ya toba wanangu. Mbinguni kila mmoja atasema mwenyewe, hakuna anayebeba kwa ndugu yake. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, msaada wangu, Mungu wangu, uliye sababu ya mimi kuwepo duniani, wala sio wanadamu. Ni wewe Mungu uliyeniumba, ndio unayejua thamani ya maisha yangu. Asante Mungu kwa kunifuata mpembo. Nimekubali kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Naomba unisamehe ile dhambi ile yaua maisha yangu, roho yangu. Bwana, samehe roho yangu, samehe roho yangu, takasa roho yangu. Imeumizwa, ina majeraha, imepotea mwelekeo, hata sielewi kinachoendelea. Maovu yamekuwa furaha yangu, kumbe sio hayo yanipasayo kuishi. Naomba unisamehe, mimi nimeonewa. Naomba uniamulie, uniondoe mizigo walioitwisha roho yangu. Niondoe Bwana, wamenitwisha mengi, maneno magumu mazito wamenisemea nisifanikiwe, niishi maisha yasiyo na picha ya utukufu. Naomba unisamehe kila uovu, kila dhambi niliyoifanya, ninayoijua na nisiyoijua, ninayoikumbuka na nisiyoikumbuka. Wewe zote zikumbuka. Dhambi zangu zote ziko peupe, nilizokukosea kwa mawazo, kwa matendo, kwa tabia mbalimbali. Dunia imenikamata, imenivuruga, ikanipa kufanya mabaya. Naomba neema yako initenge na dunia, initenge na mateso, initenge na maumivu. Nimeumizwa na kuja kwako Bwana. Naomba unisamehe, uniondolee jina langu kwenye kitabu cha mateso ya jehanamu ya milele. Naomba uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Tangu sasa sitateswa tena, sitaumizwa tena, maana Baba yangu umeniokoa. Mimi ni salama sasa, sitateswa tena, sitateswa tena. Hakuna mchawi kwangu tena, hakuna uovu kwangu tena. Mimi ni mtumishi wako, nimeokoka, nimeokoka. Asante Bwana kwa kunipokea. Asante Mungu wa mbingu na nchi kwa kunipokea mwanao katika dunia hii ya uharibifu. Asante Bwana,
Watumishi tusimame nyuma. Kila mapando ambayo adui alipanda ndani yao na kila mahesabu ya shetani ya kuwaua na kuwarubuni kila kitu, hakuna nafasi yao tena, hakuna nafasi ya kuonewa tena. Roho zao sasa hazina wa kuzikandamiza, maana zimekuja kwa mwenye nazo. Riko kokofoseke kesai kapasiki rito pori patha mazeke tetetekoi didiko mashakate. Umesema hakuna mwenye uwezo juu ya roho, ile roho ya mabaya, ile roho ya laana juu ya binti huyu, ile roho iliyomlaani. Toka wewe roho, achia maisha ya binti huyu, roho ya laana, roho ya dunia, roho ya kuzimu, achia maumbile yake, achia roho yake, achia. Mmemtesa siku nyingi, mmefanya mkoseketa, achia maisha yake. Wewe roho ya giza, wewe roho ya dunia, wewe roho ya kupenda dunia na kung'oa kwenye moyo huu na kung'oa kwenye nafsi hii, toka mwache binti huyu. Ni chombo cha Bwana, hakuna miliki tena, hautamiliki tena. Roho ya kuzimu, roho ya tamasha dunia na uovu, kwa jina la Yesu. Mungu umesema neema inatutenga na dunia na uasherati na tamasha dunia. Neema hii, neema ya neno lako imutenge binti huyu sasa, aone neema, aone kuishi kwako, kwa jina la Yesu. Na mficha neema kwa jina la Yesu, na ukomboa kila madhabahu, kila maneno magumu waliomsemea yanavunjika kwenye hii roho, yanaachilia. Roho hii inaachiliwa. Wewe roho ya kuzimu, roho ya mashambulizi, roho ya miliki, roho hii toka, 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 mwache binti huyu. Haya, mwache, achia akili zake, achia ufahamu wake. Mmemkungwasa, mmemhuzunisha, mmemkosesha amani. Wewe roho ya kuzimu, achia maisha yake, achia amani yake, iachie kwa jina la Yesu. Hutamiliki tena wewe roho ya kuzimu, wewe shetani mharibifu, mwongo, toka, mwache, sio mali yako. Roho ni mali ya Bwana. Wewe roho uliyemiliki, wewe mfalme uliyemiliki maisha ya binti huyu, kibarua kimeisha, nafasi yake imeisha. Ninyi mliomuonea, ninyi mapepo, ninyi maroho ya giza, maroho ya kichawi, toka, mwachie kwa jina la Yesu. Pepo mchafu, mwachie maumbile yake, macho yake, kwa jina la Yesu. Achia hatua zake. Huyu ni mbarikiwa kwa jina la Yesu. Likasakatema semoshakaya matai lindorebo sandala bakori boseya bakonvende kesheria manta kwa jina la Yesu. Ewe roho ya mabaya, ewe laana ya ukoo, ewe laana ya dunia, mwachie huyu. Mungu umesema utautahiri moyo wa Israeli, na mkishatahiri atakupenda wewe, akikupenda utaondoa laana zote na mateso yaliyokuwa yakimtesa. Magonjwa yana nafasi juu yake, kila hatua za mwili wake. Roho ya mabaya, miaka yake, siku zake, miezi yake, toka, achia maumbile yake, achia kukua kwake, achia roho yake, nafsi yake. Hakuna kumutesa, hakuna kumuumiza, hakuna kuondoa mafanikio yake, katika jina la Yesu. Mwachie wewe shetani mwenye mipango mibaya, mwachie huyu. Hautamiliki tangu sasa, kwa jina la Yesu. Wakishaandika, naomba tutaenda nao pale pembeni, tuzungumze mawili, wasiondoke. Lakini pia kuna watu ambao leo Mungu ataka waponya, anze kuwaponya. Kuna watu wanaumwa, wamekuja hapa, wametega channel kwamba mkutano ukija nitapona homa yangu. Pita mbele kama upo ndiye kuja unaumwa. Wote ambao wameokoka tumeandika majina, naomba sasa nipokee hapa. Nani? Petro, nani? Nipokee mimi niende na hao waliookoka. Ya wagonjwa wapita hapa, naongea nao mara moja na tena rudi kushakama ile milio ya magonjwa. Twende, napenda. Unajua tena sio kama na wahama nini. Niongee kidogo na hao. Amen. Asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Mungu mponyaji, Mungu asiyoshindwa jambo lolote. Kwa kama kuna jambo lolote linakusumbua, umekuja ni malango salama sana. Unaweza ukasogea mbele tuombe pamoja na wewe.
Sasa shida ya watu wengine yaani unakuta kama anayapenda yale yanayomtesa, lakini anatuachia sasa sisi majuto kwa sababu hatupendi unavyoteseka. Ninaomba kama kuna chochote kinakutesa, unaumwa, kuna vitu vyovyote vinakutesa, ndoto mbaya, yaani unateseka, nyumba ni ya kwako, unateseka, utapita mbele tu. Leo tumehitimisha mkutano wetu, unaona kama haendi ya kwanza. Njoo Yesu amewepo kwenye huu mkutano. Kama kuna wagonjwa utapita mbele tuombe nao. Ile Mungu anavyotenda. Kama kuna wagonjwa bado hujafika, wapo tuombe nao. Kwenye mkutano huu unakaribishwa, ni Mpemba. Mkutano umeanza siku ya leo, na leo ikiwa ni siku ya kwanza ya kipekee sana. Mungu akubariki sana, lakini ni vema wale ambao hawajaweza kumpokea Yesu hapa. Tunaendelea mahali hapa. Tunakaribisha sana kwenye mkutano huu wa kihistoria, na kama unavyoona tunamaliza siku hii ya leo. Kwa huduma zinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisahau kutufollow kwa channel hii. Tukukaribisha tena kesho. Subscribe. Baraka. Kesho mida ya saa 8 tutakuwepo hapa. Tunaomba basi kama